Je, umewahi kujiuliza kwa nini maisha yako yanaonekana kurudia hali ile ile hata unapoahidi kubadilika? Je, umewahi kuhisi kama unajaribu sana lakini ndani hakuna kitu kipya kinachokuwa? Kabla hatujaendelea, kama unapenda mafunzo yanayojenga akili, yanayobadilisha fikra na yanayokuinua ndani kabisa, subscribe sasa hivi kwenye channel ya Fikra Sahihi. Bonyeza like, shiriki video hii na andika maoni yako. Watu wengi wanataka maisha mapya, lakini bado wanaishi na mawazo yale yale. Wanataka matokeo tofauti, lakini akili bado inalishwa fikra zile zile za zamani. Po ukweli mzito unapojitokeza, huwezi kujijenga upya kwa kutumia mawazo yaliyokujenga jana. Leo nataka nikufungulie siri ya ndani sana. Mabadiliko ya kweli hayaanzi kwa mazingira, yanaanza kwa mawazo mapya yanayoingia akilini. Karibu kwenye Fikra Sahihi, mahali ambapo tunabadilisha maisha kwa kubadilisha mtiririko wa fikra. Kabla hatujaendelea, sikiliza kwa makini. Leo nitakufunulia nguzo 5 za msingi zinazoonyesha jinsi mawazo mapya yanavyoweza kukujenga upya kabisa. Namba 1. Akili yako huumbwa na kile unachoiruhusu iingie. Akili ni kama ardhi. Kile unachopanda ndicho unachovuna. Ukiruhusu fikra za hofu, lawama na kukata tamaa, ndizo zitakazokuwa. Mfano halisia: mtu anayesikiliza malalamiko kila siku huanza kuona maisha kama mzigo. Mtu anayesikiliza mawazo ya kujenga huanza kuona fursa. Mawazo mapya ni mbegu, yakirudiwa huunda tabia mpya. Namba 2. Mawazo mapya huvunja mipaka ya zamani. Watu wengi wanaishi ndani ya mipaka waliojijengea wenyewe. Sifai, siwezi, hii si kwa ajili yangu. Lakini mawazo mapya huanza kuuliza maswali mapya. Kwa nini nisiweze? Nifanye nini tofauti? Mfano halisia: mtu aliyekuwa anaogopa kuzungumza hadharani, aliposikiliza mawazo mapya, alianza kujaribu kidogo kidogo. Unapobadilisha fikra, mipaka huanza kuporomoka. Namba 3. Mawazo mapya hubadilisha maamuzi ya kila siku. Maisha hayaharibiki kwa tukio moja, yanaundwa na maamuzi madogo yanayorudiwa. Mawazo mapya huanza kukuongoza kuchagua tofauti. Unachagua nidhamu badala ya uvivu. Unachagua subira badala ya hasira. Mfano halisia: mtu anayejifunza fikra chanya huacha kuahirisha. Anaanza kuchukua hatua ndogo zenye mwelekeo. Maamuzi mapya huzaa mwelekeo mpya wa maisha. Namba 4. Mawazo mapya huamsha nguvu ya ndani. Watu wengi hawana tatizo la uwezo, wana tatizo la kujiamini. Mawazo mapya huanza kukukumbusha ulichosahau, kwamba una thamani, kwamba unaweza kujifunza, kwamba unaweza kuanza tena. Mfano, mtu aliyekuwa amekata tamaa huanza kusimama tena, sio kwa bali kwa sababu imani ya ndani imeanza kuamka. Unapobadilisha unachojisema, unabadilisha unachoweza kufanya. Namba 5. Mawazo mapya hukujenga upya pole pole, lakini kwa uhakika. Hakuna mabadiliko ya ghafla ya kudumu. Mabadiliko ya kweli hujengwa kwa kurudia. Mawazo mapya yakirudiwa kila siku huunda mtazamo mpya. Mtazamo mpya huunda tabia mpya. Tabia mpya huunda maisha mapya. Mfano halisia: mtu anayejifunza kila siku, hata kidogo, huwa mtu tofauti baada ya muda. Hitimisho la point hii: mabadiliko ni safari, si tukio. Onyo muhimu sana: ukiruhusu mawazo ya zamani yaendelee kutawala, yataendelea kukuumba vile vile. Hakuna maisha mapya bila mawazo mapya. Wewe si ulichokuwa jana. Unaweza kujijenga upya kwa kile unachoruhusu leo. Anza kubadilisha unachosikiliza. Anza pole, utaona maisha yakianza kubadilika bila makelele. Kama ujumbe huu umefungua akili yako, basi uko mahali pasipo kwa kukua. Subscribe kwenye channel ya Fikra Sahihi. Like video hii, shiriki kwa mtu anayehitaji mawazo mapya na andika maoni uliopata leo.
Fikra sahihi hujenga maisha mapya.